Leo tuchukue muda kujifunza neno la Mungu kwa pamoja chini ya kichwa cha mahubiri, msukumo wa Koreshi na mustakabali wetu. Je, si ni kweli kwamba wakati ujao unaanza leo? Kwa kuwa wakati ujao huanza leo, ni lazima tuachane na yote yaliyopita. Kuanzia sasa, hebu sote tuanze kutengeneza wakati ujao tunaotamani. Basi, mustakabali wetu wa kiroho ni gani? Tunapofikiria mambo mengi ambayo Mungu amekusudia na kuahidi, kwa kweli tunaweza kuona kwamba wakati ujao wa milele umeahidiwa kwetu. Katika unabii wa nabii Danieli pamoja na wa mtume Yohana, Biblia inatufundisha kwamba mustakabali wetu ni kuwa na Mungu milele. Inafunua kwamba tutakaa katika ulimwengu ambapo tutafurahia uzima wa milele pamoja na baraka za milele. Leo tunapochunguza kweli hizi katika Biblia, hebu tuchukue muda kulinganisha msukumo ambao Koreshi alitiwa na msukumo tumetiwa kwenye wakati huu. Kwanza tuchunguze yale ambayo Biblia inasema kuhusu mustakabali wetu. Tufungue hadi kwenye Ufunuo sura ya 22 mstari wa 1. Tuangalie kwenye Ufunuo sura ya 22 mstari wa 1. Kisha yule malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima, maangavu kama kioo, yakitiririka kutoka kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, kupitia katikati ya barabara kuu ya huo mji. Kwenye kila upande wa huo mto kulikuwa na mti wa uzima utoao matunda ya aina 12, ukizaa matunda yake kila mwezi. Nayo majani ya mti huo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Katika mji huo hakutakuwa tena na laana, bali kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo humo, na watumishi wake watamtumikia. Nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa kwenye vipaji vya nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, kwa maana Bwana Mungu atakuwa nuru yao, nao watatawala milele na milele. Huu ndio mustakabali wetu. Unapozingatia kuwa mustakabali wetu umeandikwa katika Maandiko, je, mawazo au hisia gani zinachochewa mioyoni mwenu? Je, umeguswa moyo kama Koreshi? Koreshi aliposoma kuhusu mustakabali wake ulioandikwa katika Isaya sura ya 45, aliguswa moyo sana kugundua kwamba unabii kama huo uliandikwa katika Biblia. Mungu anapotuonyesha yale aliyopanga kwa ajili ya wakati wetu ujao, si sawa kwetu kuyapuuza kwa kusema tu, naam, nadhani Biblia inataja jambo kama hilo, sivyo? Alipoona unabii juu yake mwenyewe katika Biblia, Koreshi ambaye alikuwa amedhani alijenga ufalme wake mkuu kwa mafanikio na ushindi wake mwenyewe, aligundua kwamba Mungu alikuwa tayari ameshahidi, nitaenda mbele yako. Nitavunja malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Koreshi alistaajabu kuona kwamba Mungu amemtangulia katika mambo yote, kuwa amempa cheo kitakatifu, na kwamba alikuwa ametabiri na kuahidi matokeo ya ushindi wake wote. Mnaposoma Ufunuo sura ya 22 leo, je, hisia zile zile za kustaajabu zinachochewa mioyoni mwenu? Je, kweli? Ikiwa ni hivyo, tunaweza kusema kwamba huo ni moyo ambao kweli umempokea Roho Mtakatifu. Mungu anatuahidi katika mji huo hakutakuwa tena na laana, bali kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo humo, na watumishi wake watamtumikia, nao watatawala milele na milele.
Ingawa matendo yake yalikuwa yameshatimizwa, Koreshi alistaajabishwa sana na ukweli wa kwamba maandishi kumhusu yeye yalikuwepo katika Biblia na kwamba kulikuwa na unabii uliotolewa na manabii kwa mamia ya miaka. Hivyo aliwaachilia Waisraeli wote waliofungwa naye akawaruhusu warudi nchini kwao. Koreshi hakuwaweka tu huru kutoka utumwani, aliwaamuru, nendeni mkamjengee Mungu wenu hekalu. Hakuruhusu tu ujenzi wa hekalu bali pia alichukua hatua ya ajabu ya kusaidia mradi huo kwa kutoa vifaa mbalimbali. Je, hili si ni uthibitisho kwamba maandishi ya nabii Isaya yaligusa moyo wake kwa undani? Mfalme Koreshi wa Uajemi pamoja na dola lote la Uajemi halikuwa taifa lililomwamini Mungu. Licha ya hili, Koreshi aliwaweka huru watumwa wale wote. Ingawa kuwateka Waisraeli kungeleta faida kubwa ya kiuchumi kwa taifa lake, Koreshi aliwaweka huru wote kutoka utumwani. Aliwaamuru, nendeni Yerusalemu na mlijenge hekalu la Mungu, na hata akawapa vifaa vyote kwa ajili ya ujenzi wake. Aliguswa sana moyoni alipotambua kwamba maandishi yanayomhusu yalikuwepo katika unabii wa Biblia. Mungu anafunua mengi sana kuhusu mustakabali wetu kupitia Biblia. Hata hivyo, je, kweli tunatekeleza kazi aliyotuamuru kwa mioyo yetu yote na kwa roho zetu zote, tukijawa na shangwe ile ile ya kina na usadikisho ule ule uliomgusa Koreshi? Kwenye wakati wetu, licha ya maandishi yasiyohesabika yanayotuhusu katika Biblia, mara nyingi tunayachukulia kwa wepesi mno. Tunawaza tu, nadhani mambo kama hayo yameandikwa katika Biblia. Kila mtu, sisi si ndio wahusika wakuu wa unabii unaosema tutatawala milele na milele? Hata hivyo, baadhi yetu tunayachukulia kama hadithi ya mtu mwingine. Hebu sasa tufungue kwa pamoja kwa andiko la mustakabali wetu linayopatikana katika Ufunuo sura ya 21. Sura ya 21 mstari wa 1. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, wala hapakuwepo na bahari tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, ukiwa umeandaliwa kama bibi arusi aliyepambwa kwa ajili ya mumewe. Nami nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi ikisema, sasa makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao. Yeye atakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya mambo yote kuwa mapya. Kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni kweli. Sisi ndio wale ambao tumepokea ahadi ya ulimwengu wa milele ambapo hakutakuwa na mauti tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu. Je, ahadi hizi zote hazijatolewa kwa watoto wa mbinguni walio Sayuni, ambao leo wanawaheshimu baba na mama katika ukweli wa Agano Jipya? Kama Koreshi angaliona ono hili tukufu, angechochewa na nini moyoni mwake? Ni lazima tuchukue muda kujiuliza, je, tumeguswa moyoni zaidi kuliko Koreshi? Kama vile alivyouona unabii naye akaufanyia kazi mara moja, je, mioyo yetu imejaa imani inayoamka ndani yetu, ikitulazimisha kutekeleza unabii ulioandikwa kutuhusu? Hili ni jambo muhimu kwetu kuzingatia tunapolinganisha mwitikio wetu na jinsi Koreshi alivyoguswa kwa undani. Imeandikwa kwamba Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mauti haitakuwepo tena.
Katika kifungu hiki ambacho kinasema wao nawakaribisha mweke majina yenu wenyewe. Mfalme Koreshi alipatwa na hisia na mshangao mkubwa kwa sababu tu jina lake Koreshi lilikuwa limeandikwa katika unabii. Mungu aliahidi kwamba atakuwa pamoja nao na kwamba atafuta kila chozi kutoka macho yao. Ndani ya kundi hilo lililorejelewa kama wao, majina yenu yameandikwa. Jina la Danieli litakuwepo na la Yakobo vilevile, Melisa pamoja na la Yohana. Watu hawa wote wamejumuishwa ndani ya hilo neno moja wao. Leo ni muhimu kwetu kuyaweka majina yetu wenyewe katika unabii huu na kuchunguza mustakabali mtukufu unaotungojea. Ijapokuwa kwa hakika ni muhimu kujifunza Biblia kwa bidii, ili kuwa na umahiri wa mafundisho yake, ili kukariri mistari yake na kutangaza neno la Mungu kwa ufasaha mkubwa, ndivyo ilivyo kwa hisia za kina ambazo Koreshi alipitia. Tunapoitazama Biblia, tunakuja kutambua Mungu aliandika juu ya mustakabali wangu kwa namna hii miaka 2000 iliyopita. Tunapowaza juu ya hili, hebu sote tuikaribie kazi ya Injili kwa hisia zenye kina zaidi kuliko zile ya Koreshi. Kila mtu, tunapotazama mustakabali wetu, je, tunagundua nini? Mustakabali ulioje mtukufu unatungojea. Ulimwengu usio na mauti tena, ulimwengu usio na mateso tena, wala maombolezo na maumivu. Huu ndio ulimwengu ambao watapewa. Huko Mungu atakuwa pamoja na Danieli. Atakuwa pamoja na Melisa. Tumepokea ahadi mara 1000, hata mara 10,000 zaidi kuliko ile ya Koreshi, lakini je, tunaguswa kidogo sana kumliko yeye? Je, mtazamo huu unapaswa kukubaliwa? Kuanzia wakati huu, lazima sote tufumbue macho yetu ya kiroho. Tuweke tumaini letu kwenye ulimwengu ujao ambao Mungu ametuandalia na tukimbie kwa bidii katika shindano lililowekwa mbele yetu. Miongoni mwa ahadi nyingi ambazo Mungu ametupatia, tufungue hadi kwenye Yohana sura ya 14. Tuangalie maneno yaliyomo Yohana sura ya 14 mstari wa 1. Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo, ningeliwaambia. Naenda kuwaandalia makao. Nami nikienda na kuwaandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo. Ili kutuongoza kwenye makao ya milele ya Mungu, Yesu Kristo aliandaa njia hii, akiahidi, nitarudi tena ili kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo, mkae nami milele na milele. Kuwepo tu kama watu watakatifu wa mbinguni ni sababu ya kutosha ya kutoa shukrani. Walakini alisema, nitawafanya ukuhani wa kifalme unaotawala milele na milele. Zaidi ya hayo, kana kwamba hiyo haitoshi kushukuria, pia aliahidi, nitawapa ulimwengu ambapo hakuna mauti wala maombolezo, kilio wala maumivu. Je, nani ulimwenguni pote yuko na mustakabali mtukufu zaidi, salama zaidi, na yuko na uhakika zaidi katika ahadi yake kuliko sisi? Hakuna mtu mbali na sisi watoto wa Sayuni aliyepokea ahadi za namna hii. Koreshi alipoona jina lake mwenyewe likitokea katika kitabu cha nabii Isaya, alistaajabu sana, naye akatambua, kwa kweli yote niliyoyatimiza hadi sasa hayakuwa kazi yangu mwenyewe, yalitimizwa kwa kupitia mkono wa Mungu tu. Aliguswa sana moyoni na unabii ambao ulihusu tu mambo ya kidunia. Isitoshe, yalikuwa mambo ya muda tu. Basi vipi kuhusu hali yetu? Furaha tuliyoahidiwa ni ya namna gani? Je, ni ya milele tu? Je, haijaandikwa hata zaidi ya mara 2?
Imeandikwa kuwa ya milele, naam, milele na milele. Hakuna maneno mengine ya kuelezea hili. Watapokea ufalme na kuumiliki milele, naam, milele na milele. Kwa majina yetu kuna neno la Mungu ambalo limetuahidi na kutuhakikishia mustakabali wa namna hiyo. Kila tunaposoma Biblia ni muhimu kujua matukio yaliyoandikwa, kama vile Yesu alizaliwa Nazareti na mamajusi walikuja ili kumwabudu. Hata hivyo, kupitia simulizi hizi ni lazima tuweze kuuliza swali la kina zaidi: alikuja duniani kutupa nini? Tunaweza kuuchukulia mustakabali wa Koreshi kuwa mkuu, lakini hebu tukumbuke kwamba Mungu ametupa mustakabali wenye neema usio na kifani, ulio mkubwa sana na usiopimika, yaani usioweza kuwaziwa na watu wa ulimwengu huu. Akiangalia mustakabali uliowekwa mbele yake, ule ulioruhusiwa na Mungu, Koreshi aliwaachilia Waisraeli wote. Kama tungezingatia masilahi ya kiuchumi ya taifa, uamuzi huu ulikuwa hasara kubwa. Wakati huo, licha ya uwezo mkubwa wa kiuchumi ambao ungeweza kupatikana kupitia watumwa wengi sana, aliwaweka huru na kuwaachilia wote watoke katika utumwa wao. Kisha akaamuru, nendeni Yerusalemu mkamjengee Bwana Mungu wa Israeli hekalu. Koreshi hakutoa amri tu, alifikia hatua ya kutoa kila aina ya msaada uliohitajika kwa ajili ya kulijenga tena hilo hekalu. Leo Mungu ametujalia wakati ujao wenye kung'aa na mtukufu sana kuliko ule wa Koreshi. Ila ikiwa utendaji wetu haufikii hata sehemu ya 1,000 ama sehemu ya 10,000 ya yale aliyoyafanya Koreshi, je, hiyo haitakuwa aibu kweli? Ingawa Mungu ametujalia neema iliyo kuu zaidi, tunakosa kuwa na utambuzi wa kweli na wa maana juu ya hayo yote. Tunapotafakari juu ya hili, tunapaswa kujiuliza, inaashiria nini ikiwa mioyo yetu haiguswi sana kama ule wa Koreshi? Kaka na dada, ninaamini kwamba sote tutachukua muda kutafakari juu ya hili kwa kina na pia tujitafakari kwa dhati. Katika Yohana sura ya 14 tunapata tukio ambapo Yesu anatupa fafanuzi la jinsi anavyotuandalia makao ya milele, akisema, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, naenda kuwaandalia makao. Tufungue Luka sura ya 19. Sura ya 19 mstari wa 12. Hivyo akawaambia, mtu mmoja mwenye cheo kikubwa alisafiri kwenda nchi ya mbali ili akapokee madaraka ya kuwa mfalme, kisha arudi. Hivyo akawaita 10 miongoni mwa watumishi wake na akawapa kila mmoja fungu la fedha. Akawaambia, fanyeni biashara na fedha hizi hadi nitakaporudi. Lakini raia wa nchi yake walimchukia, wakapeleka ujumbe na kusema, hatutaki huyu mtu awe mfalme wetu. Hata hivyo alirudi akiwa amekwisha kupokea mamlaka ya ufalme, akawaita wale watumishi wake aliokuwa amewaachia fedha, ili afahamu ni faida kiasi gani kila mmoja wao aliopata kwa kufanya biashara. Wa kwanza akaja na kusema, Bwana, kutokana na fedha ulioniachia, nimepata faida mara 10 zaidi. Yule bwana akamjibu, umefanya vizuri mtumishi mwema. Kwa sababu umekuwa mwaminifu katika wajibu mdogo sana, na kupa mamlaka juu ya miji 10. Wa pili naye akaja, akasema, Bwana, fedha yako imeleta faida mara 5 zaidi. Bwana wake akajibu, nakupa mamlaka juu ya miji 5. Kisha akaja yule mtumishi mwingine akasema, Bwana, hii hapa fedha yako. Niliitunza vizuri kwenye kitambaa. Nilikuogopa kwa sababu wewe ni mtu mgumu. Unachukua ambapo hukuweka na kuvuna ambapo hukupanda. Bwana wake akamjibu, nitakuhukumu kwa maneno yako mwenyewe, wewe mtumishi mwovu. Kama ulifahamu kwamba mimi ni mtu mgumu, ninayechukua nisichoweka na kuvuna nisichopanda, kwa nini basi hukuweka fedha zangu kwa watoa riba, ili nitakaporudi nichukue iliyo yangu na riba yake? Ndipo akawaambia wale waliokuwa wamesimama karibu, mnyang'anyeni fungu lake la fedha, mkampe yule mwenye 10. Wakamwambia, Bwana, mbona tayari anayo mafungu 10? Akawajibu, nawaambia kwamba kila aliye na kitu ataongezewa, lakini yule asiye na kitu, hata alicho nacho atanyang'anywa.
Lakini wale adui zangu ambao hawakutaka mimi niwe mfalme juu yao, waleteni hapa mkawaue mbele yangu. Hapa katika mfano wa magungo 10 ya fedha, Luka 19 inaandika mustakabali wa mtumishi aliyehifadhi fungu lake la fedha, na pia mustakabali wa yule aliyechukua fungu lake moja na kupata faida ya mafungu 10 zaidi. Kwenu mustakabali upi unaonekana bora, mustakabali wa yule aliyeibaki tu na fungu lake moja la fedha, au mustakabali wa yule aliyepata faida ya mafungu 10 zaidi? Tukitambua kwamba mustakabali wa yule aliyepata faida ya mafungu 10 ya fedha ni bora, lazima tufanye hilo kuwa lengo letu. Basi ni lazima tufanye nini ili kupata faida ya mafungu 10? Lazima kuwe na matendo ya kweli, yaani utekelezaji halisi ili kutimiza lengo hili. Koreshi hakupendezwa tu na unabii kumhusu yeye, pia ulitabiri kukombolewa kwa watu wa Mungu kutoka kwa watekaji wao na kujengwa upya kwa hekalu. Hivyo alifanya nini kulingana na unabii huo? Kwa sababu aliwaamini, aliutimiza sawasawa kabisa na ilivyotabiriwa. Aliwaweka Waisraeli wote huru. Wakati huo, kuwateka watu wa mataifa yaliyoshindwa kwa ajili ya kazi kulitia nguvu kubwa kwa uchumi. Hata hivyo, aliwaacha wote waondoke licha ya hasara kubwa ambayo uchumi wa taifa lake ungepata. Isitoshe, je, hakuwaamuru hata waende Yerusalemu na kujenga hekalu ili kumtumikia Mungu? Hakutoa amri tu bali pia alitoa vifaa vyote vya kujenga hekalu. Tunapofikiria mfano huu, kuna baadhi ambao watakuwa na mustakabali wa kuzalisha mafungu 10 na wengine watakuwa na mustakabali wa mafungu 5. Kwa kusikitisha, pia kutakuwa na wale ambao mustakabali wao ni wa fungu moja. Mungu anatuandalia sisi sote mustakabali kama ukuhani wa kifalme katika ufalme wa mbinguni, mustakabali mtukufu ambao tutaufurahia milele na milele. Kwa hiyo, je, hatupaswi kujitahidi kuunda mustakabali ambapo tunapata mafungu 10 badala ya mustakabali ambapo tunabaki na fungu moja tu? Pia tuchunguze maneno ya unabii katika Isaya sura ya 60 mstari wa 1. Ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza nene litayafunika mataifa, lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa watakuja kwenye nuru yako na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Tuendelee na mstari wa 20. Jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena, Bwana atakuwa nuru yako milele, nazo siku zako za huzuni zitakoma. Ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu, nao wataimiliki nchi milele. Wao ni chipukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa elfu, mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitayatimiza haya upesi. Huu ndio mustakabali unaotungoja. Hili ndilo tukio la kiunabii ambalo Mungu alifunua kupitia nabii Isaya miaka 2700 iliyopita. Wakati utukufu wa Yerusalemu, mama yetu wa mbinguni, utakapohubiriwa katika Samaria na hadi miisho ya dunia, aliye mdogo atakuwa elfu. Na mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Kwa hiyo, je, hatupaswi kusonga mbele kwa imani kamili kwamba unabii huu wote hakika utatimizwa? Kama vile Koreshi alivyotenda kwa uthabiti kuitikia yale yaliyokuwa yakitimia kumhusu.
Je, hatupaswi pia kuufuata mustakabali wetu kwa bidii kulingana na mapenzi ya unabii wa Mungu? Basi hebu tuchunguze matukio machache zaidi ya kiunabii ambayo Mungu ametufunulia. Mathayo sura ya 24. Tuangalie pamoja Mathayo sura ya 24 mstari wa 13. Lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ataokolewa. Injili hii ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Injili ya ufalme wa mbinguni hakika itahubiriwa ulimwenguni kote. Lakini haishi tu kwa kuhubiri Injili. Tufungue Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 ili tuone jinsi Mungu alivyosema atakuja hapa duniani tena. Ni lazima siku zote tutoe shukrani kwamba tunaishi katika kizazi ambapo tunaweza kushuhudia mambo haya kwa macho yetu wenyewe. Tuangalie sura ya 4 mstari wa 16. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu. Nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Baada ya hilo sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya. Je, haya si ndiyo mambo hasa ambayo sote lazima tuyapitie katika safari yetu ya kuelekea ufalme wa milele wa mbinguni? Haya yote yanasisimua sana. Mfululizo huu wa matukio ni wa kushangaza na wa kustaajabisha kabisa. Mungu tayari ameandika mambo haya yote. Kwa ajili yetu Mungu ametupa si makumi tu, bali mamia na hata maelfu ya unabii. Sasa Mungu anatuongoza kupitia mchakato huu, akiahidi kwamba katika siku zijazo sote tutaketi kama ukuhani wa kifalme katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo hatupaswi kamwe kuruhusu mioyo yetu itekwe na mambo ya muda mfupi ya dunia hii na kupoteza tumaini letu la milele la mbinguni. Je, si ingekuwa bora zaidi kama mustakabali wetu ungekuwa kama ya yule aliyepata faida ya fedha 10 badala ya yule aliyepata moja tu? Ili kufanikisha hili katika wakati tulio nao leo, hebu tuishi kwa utiifu kamili kwa neno lake na tuihubiri Injili kwa bidii. Ninaomba kwamba kwa kufanya hivyo, wanafamilia wote wa Sayuni watapata si magungo ya fedha 10 tu, bali 100, 1000 au hata 10,000 zaidi. Fikirieni juu ya shangwe na mshangao ambao Koreshi alipata. Jina lake liliandikwa mamia ya miaka kabla ya hapo. Ni jambo la kushangaza kiasi gani! Kila kitu alichotakiwa kutimiza kiliandikwa pia. Hakika hili ni jambo la kustaajabisha. Hata katika unabii wa manabii ulioandikwa katika Biblia miaka 2700 iliyopita, Mungu tayari alitabiri yale tutakayokuwa tunafanya katika enzi hii. Katika unabii wa miaka 2000 iliyopita, Mungu tayari aliandika jinsi tutakavyokuwa katika wakati ujao. Tutarithi kutoka kwa Mungu ulimwengu wa milele ambapo hakutakuwa na mauti, maombolezo wala kilio tena. Ukweli kwamba tutapokea urithi huu pia tayari umeshaandikwa katika Biblia. Je, hili si la thamani kuu zaidi kuliko nyumba fulani ghorofani katika ulimwengu huu? Haijalishi miaka 10 au 20 ya maisha katika ulimwengu huu inaweza kuwa ya ajabu kiasi gani, je, maisha ambayo ni ya milele, yanayodumu milele na milele, si ya thamani isiyo na kifani? Hebu tuchukue muda kulinganisha mustakabali wetu na ule wa Koreshi. Utukufu wake si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Hata hivyo, akiguswa na hata kipimo hicho kidogo cha msukumo, Koreshi alitimiza kazi kubwa sana. Kwa kuzingatia mustakabali mtukufu ambao Mungu ametuandalia, je, tunapaswa kuishi maisha yetu tukiwa tumelemewa na taabu na huzuni?
Wakati huu, kwa mara nyingine tena tufanye azimio jipya mioyoni mwetu na tushikilie sana tumaini la mustakabali ambao Mungu ametujalia na kamwe tusiliachilie. Ninaomba kwa dhati kwamba sote tutaweza kuwa familia ya mbinguni, watoto wa Sayuni, wanaokimbia kwa bidii katika shindano lililowekwa mbele yetu. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.